Mvutano wa kijeshi kati ya Israel na wanamgambo wa Palestina umechukua sura mpya baada ya shambulio kali lililotokea kaskazini mwa ukanda wa Gaza. Vyombo vya habari vya Israel vimeripoti kwamba kikosi cha jeshi la ulinzi la Israel IDF kimekumbwa na kombora la kupambana na magari yani anti-tank missiles wakati kikifanya operesheni katika eneo hilo. Kwa mujibu wa ripoti hizo, wanajeshi wawili wa Israel wameuawa na wengine watatu kujeruhiwa katika shambulio hilo. Majeruhi wameripotiwa kusafirishwa haraka kwa ndege za kijeshi na magari ya wagonjwa hadi hospitali za Asuta, Ichilov na Soroka ndani ya Israel kwa matibabu. Kanda ya kaskazini ya Gaza imekuwa kitovu cha mapigano makali kwa wiki kadhaa, huku wanamgambo wa Kipalestina wakitumia mbinu za mashambulizi ya ghafla dhidi ya vikosi vya Israel. Mashambulizi ya kutumia makombora ya kupambana na magari yamekuwa yakiongezeka, yakilenga magari ya kivita na vikosi vya ardhini. Mashambulizi kama haya yanaonyesha mabadiliko ya kimkakati ya kivita ya makundi ya Kipalestina ambayo yanategemea silaha zinazoweza kuathiri moja kwa moja magari ya kivita mazito ya IDF badala ya makombora ya kawaida ya mbali. Wachambuzi wa masuala ya kijeshi wanasema teknolojia na mbinu hizi zinaongeza gharama ya operesheni kwa Israel na kuongeza hatari ya wanajeshi wake walioko ndani ya Gaza. Vifo na majeruhi wa askari wa Israel mara nyingi huibua mjadala mkali wa kisiasa ndani ya Israel kuhusu muendelezo wa operesheni za ardhini katika ukanda wa Gaza. Wachunguzi wanaona shambulio hili kama jaribio la wanamgambo kuonyesha kwamba bado wana uwezo wa kupenya na kushambulia vikosi vya Israel vya ardhini licha ya mashambulizi makali ya anga ya Israel. Hadi kufikia saa za mchana, jeshi la ulinzi la Israel IDF halijatoa tamko rasmi kuhusu shambulio hilo. Vyombo vya habari vya serikali na vya kibinafsi vimeendelea kuripoti tukio hilo kwa tahadhari, zikisema kuwa taarifa zaidi zitatolewa baadaye. Mapigano kati ya Israel na makundi ya wanamgambo wa Kipalestina yamekuwa yakiongezeka tangu mwanzoni mwa mwaka huu, yakisababisha vifo vya mamia ya raia na wanajeshi. Matumizi ya makombora ya kupambana na magari, mashambulizi ya kuvizia na mapigano ya mitaani yameifanya Gaza kuwa moja ya maeneo yenye operesheni hatari zaidi kwa wanajeshi wa Israel. Tukio la leo linaonyesha kuwa licha ya nguvu kubwa za kijeshi za Israel, eneo la Gaza bado linabaki na hatari kubwa kwa vikosi vya ardhini. Wachambuzi wanatarajia kuwa IDF italazimika kurekebisha mikakati yake ya ardhini ili kupunguza majeruhi zaidi.